Ladies and gentlemen, are you ready? Karibu mpenzi mtazamaji, na leo tupo na mkaguzi wa polisi Geoffrey Brighton kutoka dawati la elimu ya usalama barabarani mkoa wa Katavi. Ama vipi mkuu? Hapo imekaa sawa? Karibu sana. Asante sana. Naam. Habari za shughuli? Majukumu yako vizuri. Ndio. Kama ulivyonitambulisha, mimi kwa majina naitwa mkaguzi wa polisi Geoffrey Brighton. Nafanya kazi ofisi ya RTO, dawati la utoaji wa elimu ya usalama barabarani. Naam, hapo pengine mtazamaji anayetuona na kutusikiliza na kutufuatilia pengine anashindwa kuelewa RTO maana yake nini? Umeingiza vitu vingine vipi hapa? Ninaposema RTO maana yake inamaanisha kwamba natokea ofisi ya mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Katavi. Mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Katavi. Maana yake elimu ya usalama barabarani tunafanya kazi chini ya mkuu wa kikosi cha usalama barabarani. Karibu sana. Asante sana. Naam, kama ambavyo umepata kusikia na kufuatilia mtazamaji wetu na ambavyo amejitambulisha, moja kwa moja tutakwenda kuangazia mada yetu ambayo tuko nayo leo, na tutafanya mazungumzo kinagaubaga kuweza kufahamu mengi yaliyojificha ama yaliyomo ndani yake. Karibu sana. Bila shaka mpenzi mtazamaji, ungetamani kufahamu ni majukumu gani ambayo afisa hapa ama inspector, majina mengi mzee, au pia mkaguzi wa polisi kupitia kitengo hiki cha usalama barabarani. Na moja kwa moja la pengine tungefahamu nini majukumu yako katika eneo lako? Mimi majukumu yangu kama mkaguzi wa polisi dawati la utoaji wa elimu ya usalama barabarani, majukumu yangu ni kutoa elimu ya usalama barabarani kwa jamii wote wa barabara. Kwa hiyo majukumu yangu ni kutoa elimu katika makundi mbalimbali yanayotumia barabara, kwenye vyombo vya habari, kwenye vijuo vya bodaboda, stendi za mabasi, lakini kwenye mikutano ya hadhara, ili mradi tu kuhakikisha kwamba watumiaji wote wa barabara wanatumia barabara pasipo kupata madhara yoyote kwa maana ya kugongwa. Na katika maeneo yote unakuwa unafanya kazi katika utoaji elimu? Kwa makundi yote matano yanayotumia barabara, kwa maana kundi la mtembea kwa miguu, kundi la wanaotumia vyombo vya moto kwa maana pikipiki na magari, wanaotumia baiskeli na mikokoteni, pamoja na wanyama kwa maana wale wafugaji wanaovusha mifugo kwenye barabara. Wote tunahakikisha tunapatia elimu ya usalama barabarani. Naam, unawezaje kuwafikia? Tunawafikia maana tunapanga ratiba. Tunapanga ratiba mbalimbali ambazo tunazipanga kuhakikisha kwamba sasa tunawafikia watumiaji wote wa barabara. Ndio. Na pengine mpaka sasa, na mtazamaji angependa kufahamu, ni kwa muda gani umeweza kufanya kazi katika idara hiyo ama eneo hilo? Mimi mpaka kwa jeshi la polisi tunapokuwa tumeajiriwa tunafanya kazi katika idara tofauti. Lakini katika kitengo hiki cha usalama barabarani mpaka sasa nina miaka 10 nafanya kazi za usalama barabarani. Miaka 10? Ndio. Uko eneo hilo? Ni kwa kiasi gani inaonyesha umeweza kuaminiwa na umeaminika? Na nafanya kazi kama anavyoagizwa na viongozi wangu. Maana yake nipo na afande wangu, afande RTO. Maana yake ananipatia taski mbalimbali za kuhakikisha kwamba natoa elimu ya usalama barabarani na wananchi wanaelewa kwamba kwamba wanatumia barabara pasipo kupata madhara yoyote. Ndio wale kupokea maelekezo kutoka kwa mkuu. Okay, na bila shaka ndio tunazungumzia pale namna gani ambavyo unapokeaje mafunzo ama miongozo ya kazi yako, ndio katika eneo hilo pia. Mafunzo na miongozo, manake sisi kama jeshi la polisi tunafanya kazi kwa maelekezo. Mimi kama mkaguzi wa polisi napokea maelekezo kutoka kwa afande RTO, kwa maana ananipangia majukumu kwamba leo kwa mfano utakuwa taski fulani kama kwenda kwenye shule kuhakikisha kwamba unatoa elimu ya usalama barabarani. Maana tunakuwa na vipindi shuleni kwamba leo utakuwa shule fulani kwa ajili ya kutoa elimu ya usalama barabarani, lakini utaenda kwenye kijuo fulani cha bodaboda, au utaenda stendi, au utaenda redioni. Kwa hiyo maana napokea maelekezo
kutoka kwa afande wangu, afande RTO. Na pengine tofauti na maeneo ambayo umetaja hapo, kuna maeneo tofauti katika namna ya kufikishia elimu ama utoaji elimu. Mfano umezungumzia vituo vya bodaboda ambao tunazungumzia maafisa usafirishaji, lakini pia redioni, kwa maana kuzungumzia kwenye media. Kuna njia zingine unazitumia tofauti na hizo? Ya, zipo njia nyingine, kwa mfano ambao ni harisi. Hivi karibuni tumetoka kufanya ziara kubwa mkoa mzima wa Katavi tukiwa na afande RPC. Wow. Dhana yetu ya utoaji wa elimu ya polisi na jamii. Okay. Kwa hiyo katika polisi na jamii tunakuwa na mikutano ya hadhara. Kwenye hiyo mikutano ya hadhara na kila mmoja sana anasimamia katika kitengo chake. Kwa hiyo kama mtu anahusika na mambo ya uhalifu, basi ataieleza jamii kuipatia elimu namna gani watazuia uhalifu. Kama ni uhalifu wa kimtandao, uhalifu wa makosa ya jinai, na mimi naeleza uhalifu wa barabarani, kwa maana wale watu wanaotumia barabarani kwa namna gani watatumia barabara, na kwa namna gani wataepuka na ajali zinazosababishwa na tabia za kibinadamu. Na katika eneo hili la utoaji elimu kama mkaguzi wa polisi na katika idara hii ya usalama barabarani, tunaona kwamba umejikita sana katika utoaji elimu, na of course nikupongeze sana, hongera kwa kazi nzuri. Nashukuru sana. Na je, hapa eneo hili uko peke yako ama mnafanya utaratibu wa shifti ama kubadilishana? Hii department ya dawati la elimu usalama barabarani tuko wengi, siko peke yangu, nipo na askari wenzangu ambao tunafanya kazi ya kulingana na ratiba, kwamba leo tunapeana task kwamba leo tutakapokuwa katika labda shule A, basi mwingine atakuwa katika shule B. Huyu akienda shuleni, basi mwingine anaweza kaenda kwenye vijuo vya bodaboda. Ili mradi tu tuhakikishe wale watumiaji wote wa barabara wanapata elimu ya usalama barabarani. Okay. Na pia ni changamoto kuu mnazokutana nazo za kiusalama barabarani nyinyi mnapokuwa eneo lako la kazi ama kama wajibu katika ufikishaji ama utoaji elimu? Changamoto zipo ambazo tunakutana nazo. Moja ya changamoto ambazo nikutana nazo labda wanaweza kukuta labda maafisa usafirishaji kwa maarufu kama bodaboda, umetoka kumueleza ule umuhimu wa kuvaa kofia ngumu. Naam. Lakini umetoka kumueleza muda huo, na hapo ndio kwenye changamoto. Muda huo anaondoa pikipiki jiwe hajavaa kofia ngumu. Kwa hiyo unaona kabla tunatumia nguvu kubwa sana kuhakikisha kwamba ile dhana ya elimu mpaka mtu ije imuingie na ielewe. Kwa hiyo tunatumia ile knowledge kubwa sana. Kwa hiyo unapokuwa unamuelewesha mtu kitu kwamba usifanye jambo fulani, kwamba usipovaa kofia ngumu ukipata ajali kiungo cha kwanza kufika chini ni kichwa. Lakini muda huo umemaliza kumwambia kwamba avae kofia ngumu, muda huo anatoka kijiwe hajavaa kofia ngumu. Hapo ndipo tunapokuja kumpatia adhabu. Kama tutapokuwa tumemkamata, tutampatia adhabu ya kumwandikia faini, kwa sababu tumetoka kumuelewesha kwamba usiendeshe pikipiki bila kuvaa kofia ngumu. Muda huo anaendesha pikipiki bila kuvaa kofia, maana anakuwa amekaidi. Sababu sisi tunaamini zaidi, mimi binafsi naamini zaidi kwamba nikiwekeza kwenye kutoa elimu ya usalama barabarani, basi naweza nikaokoa jamii kubwa sana, kwamba watu wanaweza wakaelimika na wasitende makosa ya usalama barabarani. Naam. Na unajua hata darasani mwalimu wangu alikuwa anapenda kusema katika wanafunzi darasani hata wale tunasema sugu wale hawakosekani. Naamini hata wewe kwenye sehemu yako ya uwajibikaji katika ujenzi wa taifa na uzuri katika eneo lako la utoaji elimu kama hivi tunavyofanya, najua changamoto zipo na kama ambavyo umeelezea. Je, hawa mnachukulia hatua gani? Kama umetoka kutoa elimu, muda huo dakika 0 wanasema chap tu kwa haraka, unakuta tayari mtu ameacha kofia na amechomoka hivi, ama pengine amebeba kofia hajavaa, ameiweka kwenye tenki ama ameiweka anaininginiza kwenye site mila pale. Nini ambacho mnafanya? Ni jukumu gani ambalo wewe unachukua? Pale anapokuwa amekamatwa ametenda makosa ya namna kama hiyo, na labda tu tufahamu kwamba ili dereva aingie barabarani lazima awe amehudhuria mafunzo ya udereva, na lazima awe na leseni ya udereva. Kwa hiyo sisi kitendo cha kwenda kwenye vijiwe vya bodaboda kama kuwapatia elimu, ni kama tunaenda kuwakumbusha ule wajibu wao. Tunafahamu kama wameshasoma, wana leseni za udereva, lakini tunaenda kuwakumbusha kwamba msifanye 1 2. Sasa inapotokea sasa amefanya kosa labda la kushindwa kuvaa kofia, moja kwa moja tutamwajibisha whether kwa kumwandikia faini au kwa kumfikisha mahakamani kulingana na aina ya kosa alilofanya. Na kama ambavyo unaendelea kufuatilia mpenzi mtazamaji kupitia Maalim Media, moja kwa moja na kukumbusha tena tuko leo katika sehemu nyeti kabisa
kuhusiana na usalama wetu tunapokuwa barabarani. Ni watu wengi ambao tunatumia barabarani, hata wewe bila shaka unatumia barabara, ili katika harakati zetu, shughuli zetu za kila siku tunatumia barabara, sehemu muhimu kabisa, lakini pia kuzingatia usalama wetu. Labda atupitishe hapa mkaguzi wa polisi au inspector. Nadhani bila shaka watumiaji wa barabara ni watu wote, au kuna baadhi ambao wanatumia barabara na wengine hawatumii barabara? Naam, labda pengine mkaguzi wa polisi, ni changamoto gani ambazo unakutana nazo ama unapitia katika kusimamia sheria za usalama barabarani? Changamoto zipo nyingi. Changamoto zipo nyingi ambazo tunakutana nazo katika kusimamia sheria za usalama barabarani. Zipo changamoto nyingi. Moja ya changamoto tunazokutana nazo ndio kama hivi, umetoka kutoa elimu ya usalama barabarani, lakini labda kwa makundi yanayotumia barabara, labda tutolee mfano labda kundi la mtembea kwa miguu. Lakini sasa umetoka kutoa elimu, lakini kesho yake unasikia mtu kagongwa. Kwa hiyo moja kwa moja hii maana ni changamoto. Maana yule mtu uliyempatia elimu, hii elimu inakuwa haijamuingia. Au umetoka kumpatia dereva elimu sana barabarani kwamba bwana usikimbie kwenye makazi ya watu, unaweza kusababisha ajali, lakini kesho unakutaka kimbia kusababisha ajali. Kwa hiyo ni changamoto zinakuwa ni nyingi sana tunakutana nazo. Na hapo vipi tunaweza komesha hizi ajali? Tunaona una elimu inatolewa, lakini pia tunaona hapo bado matukio yanatokea. Unahisi yanaweza kakoma ama tunaweza tukapunguza? Matukio ya ajali yanaweza kupunguzwa kwa kiasi kikubwa sana. Mpaka sasa tumeshayapunguza kiasi kikubwa. Lazima tujue kwamba ajali nyingi zinazotokea katika nchi hii ama katika maeneo ya mkoa wa Katavi, nyingi zinasababishwa na tabia za kibinadamu. Kwa hiyo kama ajali nyingi zinasababishwa na tabia za kibinadamu, kwa hiyo tunaweza tukazikomesha kwa namna moja ama nyingine. Kwa mfano, dereva kuendesha gari akiwa amelewa. Hiyo ni tabia ya kibinadamu. Hakuna mtu aliyemwagiza dereva kama aenda kalewa afu aendeshe gari. Lakini tunapokuelimisha kwamba ukiendesha gari ukiwa umelewa unaweza kusababisha ajali. Kwa hiyo ukiacha kulewa maana tayari umeshapuka ajali. Labda kuendesha gari kwa mwendo kasi. Hakuna mtu anakwenda kama sasa nenda kaendesha gari kwa mwendo kasi. Ni tabia zako binafsi. Tukikuelimisha, tukakupatia elimu, ukaacha kuendesha gari kwa mwendo kasi, basi unaweza ukaepuka ajali kwa namna moja ama nyingine. Ama tukikwambia basi kila dereva afuate na kuheshimu makundi matano yote ya alama za usalama barabarani. Ukiyaheshimu yale makundi yote matano ya alama za usalama barabarani, kwa mfano kama labda ni kundi la alama za onyo, kwamba pale mbele endesha gari taratibu, mbele kuna kona kali kushoto, tayari alama imekuonya. Ndio hivyo. Kwa hiyo ukiheshimu, maana yake hata kama ukipunguza speed, maana yake hauwezi kupita kwenye kona. Labda ni alama za amri, alama za usuri, ukiheshimu yale makundi yote matano ya alama, automatic hizi ajali ambazo zinasababishwa na tabia za binadamu tunaweza tukaziepuka ama tukazipunguza kwa kiasi kikubwa sana. Shukrani kwa mtazamaji unaoendelea kutufuatilia. Afande, mnafanyaje kuhakikisha abiria wanafuata taratibu lakini pia na usalama unazingatiwa? Sisi kama jeshi la polisi nadhani wewe mwenyewe ni shahidi. Wewe mwenyewe ni shahidi tunapokuwa katika stendi kuu zetu za mabasi. Moja ya taratibu ambazo tunazifanya, moja kwanza ni kuangalia usalama wa abiria. Kabla gari ya kuondoka, tuna taratibu zetu za kuingia kwenye magari, kwamba kwanza kuwajulia hali ya abiria, lakini na kuwauliza abiria kama kuna abiria mwenye changamoto. Kama kuna abiria na changamoto, basi huwa tunataka kuifahamu hiyo changamoto ili tuweze kuitatua. Lakini vile vile kama abiria anaona changamoto yake hawezi kuitoa, kila mmoja akaisikia. Ukifuatilia kwenye mabasi, mbele ya gari, nyuma na pembezoni kuna namba za simu kulingana na ruti ya gari. Kwa hiyo kama abiria ana changamoto, basi anatuma ujumbe mfupi kupitia zile namba, lakini inakuwepo namba ya afande RTO, lakini inakuwepo namba ya afande RPC. Kwa hiyo anatuma ujumbe mfupi kulingana na changamoto aliyokutana nayo. Sisi kama jeshi la polisi basi tunaifanyia kazi hiyo changamoto pasipo kumtaja aliyetoa hiyo taarifa. Kwa mfano, unaweza kukuta labda abiria ananyanyaswa kwenye gari, au anatolewa maneno ya kifedhuli na kondakta. Kwa hiyo anapokuwa ametendewa ndivyo sivyo, akatuma ule ujumbe mfupi, basi sisi kama jeshi la polisi tunasema bali tunafanyia kazi pasipo kumtaja aliyetoa taarifa ni nani. Na kwa kifupi sana,
Ni pengine mtazamaji angependa kufahamu, kwa sababu sote tu wasafiri hapa na tunasafiri na tunatembea, ni taratibu gani hizo basi ambazo abiria anatakiwa kuzingatia na pia kuhakikisha pia usalama unakuwepo wa kutosha? Ni vitu gani ama tuseme vigezo ama taratibu zipi ambazo inabidi zingatiwe anapokuwa safarini? Taratibu ambazo natakiwa azingatie abiria kama usalama wake. Okay. Utaratibu wa kwanza na unapoingia kwenye chombo cha moto, usalama wako kwanza ni kufunga mkanda. Yeah. Niko nategemea hilo. Yeah. Lazima ufunge mkanda. Yes. Tunasema kwamba dereva na abiria wako wote hakikisha unafunga mkanda muda wote. Ndio maana jeshi la polisi tunapiga marufuku yale magari yote yanayosimamisha abiria. Maana mtu anayesimama kwenye gari, hata gari ikatokea kwa bahati mbaya imepata ajali, hakuna sehemu yoyote ile ambayo abiria anakuwa yuko salama. Lakini anapokuwa amekaa kwenye siti, amefunga mkanda, basi hata kama gari itapata ajali, basi ule mkanda utakao umemng'ania kwenye siti. Ndio maana hata wafanyakazi wa kwenye gari wanapaswa kuwa na staff seat. Hii habari kwamba mimi kwenye gari ni conductor, mimi ni fundi, mimi ni tingo, utakiwa kuwa na siti? Hapana. Fundi, conductor, unatakiwa ukae kwenye staff seat, na zile zina mkanda na zipo. Na pengine mtazamaji angependa kufahamu, kuna matukio yoyote ambayo umewahi kukutana nayo katika kutekeleza majukumu yako na ukaguzi wa vyombo hivi vya usafirishaji wa abiria? Matukio yako ni mengi sana ambayo tumewahi kukutana nayo. Unajua sisi jeshi la polisi tunapokuwa tunafanya kazi za utekelezaji wa ukaguzi wa magari, hatuangalii makosa ya usalama barabarani peke yake. Hapana. Jeshi la polisi ni pana sana. Linachunguza kwa jicho. Kila kosa ambalo utakutana nalo, liwe usalama barabarani, liwe la jinai, lazima utadili nalo. Kwa hiyo katika ukaguzi wetu wa kawaida ni matukio mengi tunakutana nayo. Unaweza kuwa unafanya ukaguzi wa chombo cha moto, unakagua mizigo ya abiria, unakutana na nyara za serikali. Acha kabisa. Unakutana na watu wengine wasafirisha bangi, wengine wasafirisha mpaka meno na tembo. Kwa hiyo kuna matukio mengi ambayo tunakutana nayo, na endapo tukikutana nayo basi tunawashirikisha idara zingine kama idara ya upelelezi. Kuna muda tunafanya kazi kwa JOI. Kama unakuta sasa kwenye operesheni zetu za ukaguzi wa vyombo vya moto, tunakuwa na askari wa usalama barabarani, lakini tunakuwa na askari wa kitengo cha upelelezi. Kwa hiyo pale tutapokuwa tumekutana na makosa ambayo yanakuwa ni ya jinai, labda tumekagua gari tukabaini ile gari labda imebeba labda kwa mfano imebeba labda bangi au imebeba nyara za serikali, kwa hiyo basi yule ambaye yupo katika kitengo cha upelelezi basi ataendelea naye kufanya upekuzi zaidi kwa mujibu na taratibu za kisheria. Okay, sawa. Na ni kwa namna gani ambavyo mnashirikiana ama mnashirikianaje na mamlaka zingine katika kusimamia sheria za usalama barabarani? Sisi jeshi la polisi mkoa wetu wa Katavi tunashirikiana na mamlaka nyingine kuhakikisha kwamba tunasimamia sheria za usalama barabarani. Kwa mfano tukiwa katika mizengo pinda pale, tunashirikiana sana maana stendi ya mabasi. Stendi kubwa kabisa mkoa wa Katavi. Tunashirikiana vyema kabisa na mkurugenzi kuhakikisha kwamba sasa wale abiria wanaoingia stendi ya mizengo pinda wanakuwa salama, wanasafiri wakiwa salama. Mkurugenzi wa halmashauri. Mkurugenzi wa manispaa ya Mpanda. Lakini sambamba na hilo tunashirikiana vyema kabisa na maofisa kutoka LATRA kuhakikisha sasa tunafanya ukaguzi kwa kushirikiana, kwamba kama kuna changamoto yoyote inayohusiana na abiria basi tunahakikisha tunawashirikisha kwamba tunatoa huduma, kwamba kama abiria labda amezidishiwa nauli au abiria